Hello, habari yako? Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya, na leo tunaenda kuzungumzia jambo muhimu sana pia, uchunguzi na matibabu ya PID. Yaani leo tutazungumzia PID, ni PID. Na kama umekuwa ukifuatilia video zangu, nimeshafundisha maana ya PID, lakini pia dalili zake, visababishi, na leo tunaenda kuzungumzia namna ya uchunguzi na matibabu ya PID. Kwanza kabisa, kuna wewe ambaye hujawahi kujua kwamba PID ni nini. Je, unajua PID inaweza kutibika kabisa kama itagundulika mapema? Na je, unajua ni vipimo gani hutumika kugundua tatizo hili la PID? Endelea kutazama video hii mpaka mwisho. Kwa kiufupi zaidi, kwamba PID ni pelvic inflammatory diseases, kwamba ni maambukizi ya nyonga au maambukizi ya bakteria kwenye via vya uzazi kwa mwanamke, ambavyo kwamba vinaenda kushambulia mfuko wa uzazi, mirija ya uzazi, lakini pia na ovari kwa mwanamke. Na uchunguzi wa PID ni upi? Sasa tuangalie jinsi PID inavyogundulika, kwamba utagunduaje kwamba una changamoto ya PID. Hakuna kipimo kimoja kinachoweza kuthibitisha PID moja kwa moja. Hivyo wataalamu wa afya hutumia njia mbalimbali za kuijua changamoto ya PID kama unayo kwenye mwili wako. Na vipimo hivyo mbalimbali ni vipi? Kwamba kuna uchunguzi wa mwili mzima ambao daktari ataangalia maumivu kwenye tumbo la chini ya uke, lakini pia kuna vipimo vya maabara ambavyo hutumika, na hapa uchukua sampuli kutoka ukeni ili kuangalia maambukizi kama gonorea, lakini pia maambukizi mengine, na vipimo vya damu pia. Hivi huangalia kama kuna dalili za maambukizi mwilini. Lakini pia kuna kipimo kingine kinaitwa ultrasound, na hiki kuangalia hali ya viungo vya uzazi kama kuna uvimbe na madhara mengine. Wakati mwingine vipimo vya ziada vinaweza kufanyika kutegemea hali ya mgonjwa, kwamba hali ya mgonjwa ikoje. Hiyo hali itagundulika pale ambako utakuwa umefanya ultrasound ili kujua hali yako ya mfumo mzima wa uzazi ikoje. Lakini pia tunaangalia matibabu ya PID au tiba yake ni ipi. PID hutibiwa kwa kutumia dawa za kuua bakteria, antibiotics, lakini pia kama changamoto imekaa muda mrefu, dawa hizi zitakusaidia. Hii dawa nimekuwa nikiwatibu watu wengi kupitia mimi hapa, na hii dawa imekuwa ikisaidia akina mama wengi sana kutibu changamoto ya PID na kurejesha mfumo wake wa uzazi kuwa sawa, lakini pia kurejesha uzazi wake na kupata watoto. Kupitia hii dawa 90% na kitu nimewatibu wanawake wengi zaidi ya 10,000 na wameshatumia Penicare. Hii ni dawa ambayo inaitwa Penicare, na Penicare hii inasaidia sana kutibu PID, kutibu UTI, fangasi sugu, lakini pia kupevusha mayai, kusogeza kizazi, inasaidia ukavu wakati wa tendo la ndoa. Hii ndio inaitwa Penicare. Penicare ni dawa nzuri sana na imethibitishwa ni nzuri sana kwa ajili ya wewe mama kujitibu na kuendelea kuwa na kizazi salama. Lakini pia kwa wewe ambao unakosa ute wa uzazi, Penicare ni dawa nzuri sana, itakusaidia sana kumaliza changamoto hii. Usisite kupata dawa hii popote ulipo, inakufikia. Piga namba hiyo ambayo nimekuwekea hapo, itakusaidia kupata hii dawa kiurahisi zaidi. Popote ulipo tunakufikia ili uweze kupata suluhisho la tatizo ulilokuwa nalo. Lakini tunaweza tukasema kwamba dawa hizi mara nyingi zinatolewa kwa pamoja ili uweze kupata suluhisho changamoto hii. Kwa muhimu ya kuzingatia wakati wa matibabu ni kuhakikisha unamaliza dozi zote au dozi yote kadiri nitakavyokuwa nimekwambia. Lakini uepuke kufanya ngono zemi. Usichelewe pia kwenda hospitalini kuona dalili kama unazo. Na dalili hizo ambazo nimewafundisha hapo juu ni kama maumivu ya tumbo la chini au uchafu usio wa kawaida, homa, lakini pia na hizo dalili nyingine ambazo nimewafundisha hapo juu. Afya yako ya uzazi ni muhimu sana mama. Usikae bila kujua afya yako inaendaje. Asante sana kwa kutazama video hii mpaka mwisho, na kama umejifunza kitu kipya usisahau kulike na kusubscribe video hii ili uweze kujifunza zaidi.